Na mtazamaji bwana, mwanadada Aunt Ezekiel bwana amezungumza ukweli, na kwa kifupi ni kama vile amekuja kuzungumzia jambo ambalo limepelekea ugomvi wake yeye na Irene Uwoya. Moja kati ya vitu ambavyo vilitrend sana siku mbili zilizopita ni ugomvi kati ya Aunt Ezekiel na Irene Uwoya. Sasa kwenye ugomvi huo bwana, watu wengi sana walikuwa wanatamani kujua kwamba bwana nini kinatokea, yani nini ambacho kimepelekea au nini kimetokea kupelekea kwamba hawa wawili wakagombana, yani sababu ya ugomvi wao ni nini. Sasa at the end of the day ni kwamba jana katika uzinduzi wa show yao ambayo inakwenda kwa jina la A-List, ambayo inatarajiwa kuruka pale DSTV, ambayo ni podcast, watakuwa wanazungumzia kuhusiana na ukweli kuhusiana na maisha yao. Sasa hapa bwana ni kama vile Aunt Ezekiel amekuja kutoboa siri, sababu ya ugomvi wake na Irene Uwoya ni kwamba Irene Uwoya bwana amekuwa ni muongo, hayuko real, ana pretend maisha. Kwa mujibu wa kile ambacho wameamua kukifanya katika show yao hii bwana, ni kwamba walikuwa wameamua wenyewe waweke vitu vyao vyote bayana. Yani kila mtu azungumze ukweli kuhusiana na maisha yake kwa ujumla, hakuna mambo ya kuficha ficha, kila kitu kiwekwe wazi. Hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wamekubaliana kuhusiana na hii show. Lakini kwa mujibu wa vitu ambavyo vinaendelea, ndivyo vimekuja kumkwaza Aunt Ezekiel kwamba kuona kwamba Irene Uwoya hayuko real. Inasemekana kwamba kwa mujibu wa kile ambacho yeye amekiona Aunt Ezekiel bwana, walikuwa wanazungumza katika hiyo podcast kwamba Irene Uwoya aliolewa na Dogo Janja, jambo ambalo linafahamika. Watu wengi sana ambao wanafuatilia mitandao kwa muda mrefu watakuwa wanajua kwamba kuna kipindi fulani hivi Irene Uwoya aliolewa na Dogo Janja. Sasa hiyo mada ilivyokuja kugusiwa wakati wanafanya kipindi chao bwana, ni kitu ambacho kimemkera, kimemkwaza. Hilo bwana ndio jambo ambalo limemkwaza mwanadada Irene Uwoya na kuanza kugombana na Aunt Ezekiel. Kwa sababu ni hiyo, na Aunt Ezekiel amesimama kwamba ni ukweli uliolewa na Dogo Janja, kwa nini hutaki kuambiwa au hutaki kulizungumzia au watu walisilizungumzie hilo? Na hapo ndipo ikapelekea Aunt Ezekiel kudai kwamba Irene Uwoya hayuko real, ana fake maisha. Kwa hivyo basi hiyo ndio sababu ambayo imepelekea wawili hawa wakagombana, lakini ndo hivyo tena, ndo kazi bwana, ndo kazi. Kwa hiyo bwana, mambo mengine yanaendelea, nadhani ugomvi wao umekwisha na kila mtu na wanaendelea kufanya kazi pamoja. Bwana, habari ambayo ina trend sasa hivi huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hiki kipindi ambacho kinakwenda kwa jina la A-List. Bwana wanakuambia kwamba ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Bwana, hii ni kipindi maalum kabisa ambacho bwana kitaanza mnamo tarehe 17 mwezi wa 7, yani tarehe 17 Julai, kuanzia masaa ya saa 2 usiku, chaneli namba 160 katika kizimbuzi cha DSTV. Naona bwana, sasa bwana, hiki ni kipindi ambacho ni kipya kabisa, ambapo bwana wameweka hapa bayana kwamba kuanzia Julai 17 habari zote za maisha yao, yani drama za hapa na pale, heka zao na mambo mengine kibao kuwahusu zitaonyeshwa kwenye kipindi cha NMB kwenye kipindi cha NMB A-List kuanzia saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, chaneli namba 160 huko DSTV. Bwana, hiki ni kipindi kipya kabisa, itakuwa kama vile reality show, lakini pia vile at the same time itakuwa ni kama vile podcast, yani watakuwa wanachanganya hawa wadada kwenye hicho kipindi kuhusiana na maisha yao kwa ujumla, yani ni reality kuhusiana na maisha yao kwa ujumla. Kwa watu ambao wanataka kufuatilia kiundani zaidi jinsi wanavyoishi, basi utafahamu kupitia kipindi hicho cha A-List. Bwana, hapa unakutana na Irene Uwoya, Aunt Ezekiel, Kajala Masanja na Jacqueline Wolper. Hiyo ndo A-List yenyewe bwana. Hao bwana ndo wadada ambao ni maarufu kabisa nchini Tanzania. Ukimzungumzia Irene Uwoya, Jacqueline Wolper, Kajala na Aunt Ezekiel, hakuna mtu ambaye hamjui, labda watoto wa 2000. Hata watoto wa 2000 wenyewe wanawajua hawa ni nani. Hapa bwana, aliyekosekana ni Elizabeth Michael, Lulu, Wema Sepetu na wadada wengine wachache, lakini ukizungumzia ile A-List hawa hapa ni maarufu zaidi. Isipokuwa Wema tu hayupo, na tunafahamu kwamba kwa nini Wema hayupo ni kutokana na kwamba Wema sasa hivi ni mzazi, analea. Kwa hiyo heka za makamera bwana kidogo sasa hivi madrama amejiepusha nayo kwa sababu yuko na swala zima la kulea.
So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hili ni dili nono kama unavyojua bwana, DStv wanalipa vizuri, so obviously bwana mambo yatakuwa ni moto kweli kweli kwa upande wao. Kibunda watakuwa wamekikata bwana. Hii ndo A-list show ambayo imezinduliwa pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo. So ukipita katika peji zote za hawa warembo bwana, ukipita kwa Wolper, ukipita kwa Kajala, ukipita kwa Irene Uwoya pamoja na Auntie Ezekiel, basi kote huko ukipita lazima utakutana na posti zinazozungumzia swala zima la hii show yao ya A-list. Kwa hiyo hapa bwana, latest post kutoka kwake Kajala na wadada wenzie hawa wameandika kwamba bwana, kwa kipekee sana tunawashukuru wadau wote waliotushika mkono na kujitokeza jana kwenye uzinduzi wetu. Nyinyi ni watu wa thamani sana kwetu. Matajiri wetu Maisha Magic Bongo, tunashukuru sana na media zote mlizotushika mkono, tunawapenda sana. Sasa kaa tayari kwa ajili yetu. Kwa hiyo hii ni moja kwa moja wametoa taarifa kwamba wanakuja sasa spidi kweli kweli na kipindi hicho cha A-list. Kwa hiyo sasa wadau wakae mkao wa kula, madongo yanaanza kuporomoshwa. Hii sio mara ya kwanza kuwaona wadada hawa wakija na reality TV shows, maana hata huyu Wolper alifanyaga kitambo sana kipindi kile, Klaus alifanyaga ile reality TV show yake. Lakini pia vile vile ukimwangalia hapa mdada mwingine kama vile huyu Kajala ameshafanya reality TV shows nyingi tu, kama unakumbuka vizuri ile Behind the Gram ambayo ilikuwa inamzungumzia Kajala, mahusiano yake na Harmonize, Paula na watu wengine, ambao pia ilifanya vizuri, yani ilipokelewa vizuri sana na Zamaradi ndo aliitoa ile. Sasa this time around bwana, wameingia kwenye mainstream bwana kupitia A-list na DStv. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa moto. Nataka nikusomee baadhi ya comment hapa ambazo zimejitokeza kuhusiana na kipindi hicho. Kuna mtu hapa anaitwa Lightness anasema kwamba bwana, ila Wolper unaswaga sana za mbele mchaga huyu. Wolper bwana, wanamwambia hapa kutokana na hizi picha ambazo wamepiga kwa ajili ya hiki kipindi, wadau wanakuambia kwamba Wolper yuko na swaga za mbele kabisa. Kuna mdau mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, mnatosha, msiongeze mtu atawavuruga. Umeona bwana wanakuambia kwamba wadau wanasema kwamba hao wadada wanne tu wanatosha, wasije wakaongeza mtu mwingine baadaye atawavuruga, mambo yatakuwa hayaeleweki. Kuna bidada mwingine hapa anasema kwamba bwana, mnasema kuiweka Netflix itakuwaje tena, au haijafikia huko kwenye viwango? Vipi kuhusiana na YouTube, itakuwepo au tusubiri DStv tu? Consider this guys. Kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba hiki kipindi cha A-list kitakuwepo Netflix na YouTube, je, kitarushwa? Wadau wameambiwa hivyo, wanauliza au wasubiri DStv peke yake. Lakini pia wanatakiwa walifanyie kazi hilo swala. Haya, mdau mwingine huyu hapa anasema bwana, ambao hatuna DStv tunaona wapi hicho kipindi? Kuna mtu mwingine ameandika kwamba bwana, mimi naomba jamani, nikiwa kama shabiki wa Six Dadas, please turudishieni Elizabeth Michael na Wema Sepetu, Mama Oli, pata noga sana. Haya, sasa kuna wadau wengine huku bwana, wanataka katika hiyo list ya A-list hapo, hao wadada hao akina Irene Uwoya, Auntie Ezekiel, Jacqueline Wolper na Kajala, aongezwe Elizabeth Michael, Lulu pamoja na Wema Sepetu. Umeona bwana wadau bwana wanataka Wema Sepetu awepo humo, Mama Oli na Lulu pia awepo, kwani pata noga sana. Umeona bwana hayo ni maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kipindi hicho cha A-list. Umeona bwana. So kuna mambo mengine mengi sana yametokea, kuwa karibu nasi, tutazidi kukupa update kuhusiana na mengine mengi ambayo yamejiri kuhusiana na huo uzinduzi wa hicho kipindi cha A-list. Lakini pia vile vile ukiwa kama mdau, weka maoni yako hapo chini kwenye comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.